Ingekuwa wewe ungefanya nini kukutana na muujiza wa namna hii, kuona kijiti kibichi kikiwaka katika kichaka pasipo kuteketea? Hili lilimkuta mtumishi wa Mungu Musa katika kazi zake za kila siku za ufugaji. Ghafla alikutana na kijiti katika kichaka ambacho kinawaka pasipo kuteketea. Moyoni akaazimia kugeuka na kuona muujiza huu ni wa namna gani. Hivyo ndivyo ambavyo inatakiwa kufanya, kugeuka kuona nini ambacho kinayasibu maisha yako na kuamua kuchukua maamuzi yaliyo sahihi kabisa. Hebu tuungane na neno la Mungu asubuhi ya leo kujua nini ungefanya au nini unapaswa kufanya pale unakutana na jambo la namna hii. Neno la Mungu asubuhi ya leo kutoka sura ya 3 na mstari wa 3. Musa akasema, nitajeuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, umekuwa baraka wewe ambaye unasikiliza neno la Mungu asubuhi ya leo. Kuna mengi Mungu ameandaa mezani kwake na hakika anataka tujifunze pamoja. Hebu tazama, Musa mtumishi wa Mungu akiwa amebeba kusudi la Mungu tokea awali. Mungu sasa aliona wakati umefika wa kumtuma kwenda kufanya kazi. Na kwenye kumtuma kufanya kazi haikuwa rahisi. Alimjia kwa namna tofauti, namna ambayo ilimletea surprise, namna ambayo kidogo ilimstua, lakini Mungu alikuwa anataka awe tension kupokea maagizo ambayo Mungu alitaka Musa yapeleke kwa Farao. Tunafahamu kwamba Musa aliishi kwa Farao, lakini baadaye kwa sababu yeye hakuwa ni miongoni mwa Misri, yeye alikuwa ni Mwebrania. Baadaye tu nature ilimtoa kule kwa Farao kwenye ufalme, na akaja kuishi na ndugu zake wa kabila yake, ndugu wa mbari yake, ambao kimsingi walikuwa wana uhusiano wa kidamu. Sasa leo Mungu anataka kutufundisha nini? Kwamba baada ya Musa kuona kijiti kinateketea, kuna azimio moja alilifanya moyoni. Baada ya Musa kuona kijiti kinawaka pasipo kuteketea, kuna azimio moja alilifanya katika moyo wake, azimio kubwa sana la kuamua kugeuka. Hii kugeuka ina maana kubwa mno, kwa maana kwamba ili wewe uweze kupata muujiza unaotamani na ambao unautafuta kila siku, ili wewe kupata haja yako ambao unaitafuta kila siku, ipo kanuni kubwa ambayo lazima tuifanye. Kanuni hii ni ya kugeuka. Kanuni hii ni ya kuamua kubadilika. Kanuni hii ni ya kuamua kumgeukia Mungu kwa 100%. Najua mkini unaweza kuwa unafanya maombi, unafanya shukrani, lakini katika hizo shukrani na katika hayo maombi unafanya kwa kawaida fulani, unafanya kwa mazoea fulani, hivyo kusababisha matukio au tukio la wewe kupokea muujiza wako linakuwa mbali au linachelewa kwa kiasi kikubwa. Hii ni kwa sababu ya ukawaida ambao unaoonyesha kwenye kuomba, ukawaida unaonyesha kwenye kufunga, ukawaida unaoonyesha kwenye kufanya shukrani. Lakini kwa kishetu kabisa kwamba hakuna adui mkubwa kwenye maisha yetu ya rohoni kama mazoea. Kuzoea ni adui mkubwa kweli kweli ambaye anaturudisha nyuma wengi katika masuala ya imani, katika kufikia miujiza yetu. Mungu si wa kawaida. Mungu ni mpya kila siku, na hiyo ndio formula yake. Kila siku Mungu ni mpya. Kwa hiyo kila siku unatakiwa utafute namna mpya ya kumwabudu Mungu, namna mpya ya kufanya maombi, namna mpya ya kufanya shukrani, namna mpya ya kufanya sala pamoja na dua zako. Kila siku lazima ujitafute na utafute namna nyingine ya kufanya tofauti na jana. Sababu ni hiyo tu, kwamba Mungu yeye ni mpya kila siku. Kwa hiyo hapo kwenye kugeuka ndiko ambako miujiza yetu imejificha. Hapo kwenye kufanya maamuzi magumu ya kubadilika, hapo ndipo ambako miujiza yetu imekaa hapo. Baraka zetu ziko hapo, zimejificha hapo. Na baada tu ya Musa kuamua kutoka moyoni kugeuka, na ndipo ambavyo sasa alienda kukutana na muujiza wake. Ndivyo ambavyo sasa Mungu aliamua kuongea naye. Mungu kwanza alitaka aone, je, huyu atakuwa tayari? Kumbe Mungu wakati mwingine anataka kuona utayari wako wa kuliendea lile kusudio lake, kuendelea lile ambalo unalitamani. Utayari, readiness yako. Are you ready? Are you ready to get that you think you deserve? Hicho ndo Mungu anachoangalia. Mbona nini ambacho Mungu alimwambia baada ya kuamua kugeuka? Alimwambia Musa, mahali hapa ni patakatifu, vua viatu vyako.
unaweza kuona kabisa kumbe huyu mtu alikuwa ametegwa kufanya maamuzi, kwa sababu alikuwa pia na uwezo wa kukimbia, kwa sababu ilikuwa sio kitu cha kawaida. Lakini kwa ajili ya ujasiri aliamua kuona hebu niangalie vizuri. Kumbe unavyokuwa na ujasiri wa kuamua kufanya maamuzi ya kumwendea Mungu moja kwa moja, hapo ndipo Mungu anaweza kaongea na wewe sasa na kuona kweli wewe uko tayari kupokea vile vya kwake. Imagine anaambiwa avue viatu kwa sababu mahali hapa ni patakatifu. Sio viatu hivi ambavyo tunavaa vya kutembelea maporini, hapana. Mungu alimwambia avue viatu kwa maana kwamba alimuona Musa alikuwa na vazi ambalo katika hilo vazi alikuwa amevaa ule utakatifu wa Mungu, na kile ambacho Mungu alikusudia Musa kifanye kisingewezekana kwa sababu ya vazi hilo chafu. Na ndio maana alimwambia vua viatu vyako, kwa maana kwamba kuna vitu alikuwa navyo ambavyo lazima alitakiwa viache kwanza, alafu sasa ndipo akakutane na kazi au akutane na Mungu na muujiza wa Mungu. Nini maana yake? Kumbe katika kugeuka kwetu lazima pia kubadilika 100%. Kugeuka kwetu kuangalia upande wa Mungu kunaendana pamoja na kuamua kuacha baadhi ya tabia zetu, baadhi ya mambo ambayo kiukweli au kimsingi ni machukizo mbele za Mungu. Hauwezi ukasema wewe umeokoka unahitaji muujiza, alafu bado kuna baadhi ya vitu bado unaonja. Bado wewe ni wa kuonja pombe, bado wewe ni wa kuhangaika na wanawake, bado wewe una tabia fulani hivi za uasili ambazo kimsingi ni machukizo mbele za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo lazima kwanza kuamua kugeuka, alafu kwenye kugeuka sasa ndipo Mungu anasema na wewe. Na kusema kwa Mungu atataka kwanza wewe uwe katika level za kiungu, kwa maana kwamba uwe na level za usafi. Alafu kishakuwa na level za usafi sasa ndipo muujiza wako unaenda kuandaliwa, na hapo Mungu anakupa kile unachostahili. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe leo, asubuhi ya leo tumeshapata nini cha kufanya. Cha kufanya ni kugeuka, na kwenye kugeuka lazima tubadilike, kwa maana kwamba tubadilishe namna tulivyo na namna ambavyo tunatazama vitu, ili Mungu akakutane na uhalisia wa maisha yetu. Nikuhakikishie kitu kimoja, neno la Mungu linapokuja kama hivi limebeba message kwa ajili ya mtu fulani, hata mmoja tu ambaye alisikia vizuri, ambaye pia aliamua kubadilika kabisa. Na huyo mtu ni wewe, ambaye Mungu anakusudia asubuhi ya leo akakubadilishe kupitia neno la leo. Summary ni kwamba kwanza lazima kuamua kutoka moyoni kumgeukia Mungu kwa 100% zote. Na wakati ukigeuka ni wakati ambao sasa Mungu yuko tayari kukupa maelekezo nini cha kufanya ili kufikia muujiza wako. Mungu anakuwa yuko tayari kukupa njia, kukupa mbinu, kukupa namna za kufanya ili kuweza kufikia kile ambacho yeye amekusudia ukifikie. Unaweza kuwa kuna vitu unavitamani lakini sio makusudi ya Mungu. Kuna maisha unayotamani lakini sio makusudi ya Mungu. Ni kweli kila mtu lazima apate maisha mazuri, lakini hayo maisha mazuri yatakuja kwa wakati. Mungu hawezi akakupa maisha mazuri kama uko tayari kuyaishi maisha mazuri. Kwa sababu unaweza kuwa na maisha mazuri alafu ukatumia kuwanyanyasa wengine au kukandamiza wengine. Na ndio maana Mungu anahitaji wewe ukomae kabisa, uwe kwenye level ambazo hata akikupa kila kitu, utajiri na mali, bado utaendelea kumwabudu wewe. Bado kupitia mali hizo na utajiri hizo utaendelea kumabudu Mungu katika jina la Yesu. Nikusihi mtumishi wa Mungu asubuhi ya leo kufanya maamuzi yaliyo sahihi ya kugeuka na kumwangalia Mungu, ili Mungu akupe nini cha kufanya kufanikiwa katika maisha yako katika jina la Yesu. Aweki Ministry tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina hilo la Aweki Ministry. Karibu mahali hapa, subscribe, share na wengine ili tuendelee kupata neno la Mungu kila asubuhi, kwani Mungu sasa yuko kazini na anafanya kazi na wale ambao anawapenda na wanaompenda. Katika jina la Yesu, Mungu akutunze sana sana sana.